Wote tunajua kwamba miaka ya karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi kwenye vyuo vyetu, ongezeko ambalo haliendi sambamba na ongezeko la miundombinu ya kufundishia, na hii imepelekea wanafunzi wengi kukosa ile tunasema hands-on skills, kupata nafasi ya kuweza kufanya kwa vitendo ipasavyo, na hivyo kumekuwa na mapungufu mengi wanapokuwa sasa wamehitimu. Kwa wengine tayari tunao katika utumishi, ni watumishi. Kwa ukiangalia unakuta tunakuwa na mapungufu mengi kwenye maeneo mbalimbali yanayohusu kufanya kwa vitendo, na hasa katika magonjwa ya dharura pamoja na ajali, kwa sababu wote tunajua kwenye magonjwa mengine una muda wa kukaa na mgonjwa na unaweza ukampa rufaa, anaweza akaenda hata mwezi ujao na bado akawa mzima. Lakini kwenye matatizo ya dharura pamoja na ajali, swala la muda ni fakta kubwa sana, kwamba ukichelewa kufanya kitu sahihi ndani ya muda mfupi wa awali ambao mgonjwa amekupa, basi hatari yake ni kumpoteza mpendwa yule. Kwa hiyo tunaamini ujio au ukamilikaji wa kituo hiki na vifaa hivi utatusaidia sana sana, moja, kuweza kuziba yale mapungufu miongoni mwa watumishi wetu kwa maana ya mafunzo ya stafu kwanza wa hospitali yenyewe, lakini pia na hospitali zote ambazo zinatuzunguka na zilizoko ndani ya nyanda za juu kusini. Lakini pili, itatusaidia kuwa na mafunzo sasa endelevu yaliyokamilika na kuwapa fursa wanafunzi wanaopita katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo hospitali yetu ni hospitali ya kufundishia. Kwa hiyo tunaamini tutatumia kituo hiki kikamilifu. Kwanza napenda kutoa shukurani kwa kutupa nafasi ya kujenga kituo hichi cha mafunzo. Baada ya kuona serikali imeweza kuscale up emergency department Tanzania, nadhani so far ziko probably kama department 126 kama sikosea, au zaidi ya 125 Tanzania. Lakini serikali ikaona sasa emergency department zimeshajengwa, vifaa wameshapewa. Sasa issue kubwa iliyokuwepo ni kwamba hakuna wafanyakazi ambao wana skills za mambo ya emergency. Wote tunatambua emergency services kwa Tanzania ni kitu bado kipya. Kilianza 2010 ambayo emergency department kwa msaada Abbott ilikuwa renovated pale Muhimbili, na pia ndo University ya Muhimbili ikaanza kufanya enrollment ya wanafunzi wa specialist ya emergency. Kwa hiyo bado kwetu ni kitu kipya. Kwa kuona hiyo gap, Abbott wakakubali ombi la serikali kujenga hizi emergency training hubs, ambao so far hii itakuwa ni kama ya 6. Ya kwanza kabisa ilijengwa Dodoma 2023, nyingine ikawa ni upande wa Muhas imejengwa Mloganzila, nyingine ipo ni Muhimbili National Hospital, nyingine ipo KCMC. Wiki iliyopita tulizindua nyingine ambayo mpya Bugando, na hii ni ya 6 katika Southern Highlands. Kwa hiyo lengo ya hii department, wacha kwamba itanufaisha watu wa ndani wa Zono Hospital ya Mbeya, lakini pia inufaishe na wanafunzi, inufaishe na staff wengine ambao watatamani hata kujifunza yale mafunzo ya first aid kwa watu ambao sio health workers. Lakini pia ina lengo ya kufanya training ya Southern Highland. Watu wote au emergency department zote zitaweza kunufaika na hiki kituo, kwa sababu kuna hospitali nyingi na vifaa vingi. Kwa hiyo tumenunua vifaa ambavyo Dr. Adam hapa alikuwa ananiuliza hizi equipment ni real au ni kwa ajili ya training tu. Nikamwambia no, hizi equipment ni real, ili anapokuja mtu kujifunza atajifunza kitu ambacho ni kitu real. Yani ataona ECG ni ya ukweli, ataona vent ni ya ukweli, ataona ultrasound ni ya ukweli. Kwa hiyo atatupata hii fursa ya kujifunza kuweza kugundua zile emergency cases, kwa sababu wote tunajua sehemu ambayo ina emergency department ina uwezo wa kuokoa around 40% ya vifo ambao vinaweza kuepukika. Kwa hiyo tunaona kuwa na emergency services ni kitu kikubwa sana katika health center zetu. Kwa hali ya kawaida, Shirika la Afya Duniani linatambua ya kwamba magonjwa ya dharura huweza kutokea muda wowote, wakati wowote,
na kwa namna yoyote tunatakiwa sisi kama watoa huduma na wadau mbalimbali kujiandaa kukabiliana nayo kwa namna na jitihada zozote zinazowezekana. Huduma za dharura nchini Tanzania zimekuwa zikikua mara kwa mara na zilianzia Muhimbili, lakini kuanzia mwaka 2017 hata hospitali ya kanda ya rufaa Mbeya ilianzisha rasmi idara ya magonjwa ya dharura. Kukua kwa huduma za magonjwa ya dharura kumekuwa ni jitihada mbalimbali za serikali, lakini na wadau mbalimbali. Leo hii tunafurahi na tunatoa pongezi kwa wadau ambao wamewezesha hospitali ya kanda ya rufaa Mbeya kuwa na kituo hichi kulingana na wadau hao. Hii tunaona itakuwa ni tija katika hospitali yetu ya kanda ya rufaa Mbeya kwa sababu ya malengo makubwa ya hospitali. Kama tunavyojua, hospitali yetu inalea vituo vingine vidogo zikiwemo hospitali za mikoa, lakini na hospitali za wilaya. Lakini jitihada hizi zinafata jitihada za serikali zilizoanzisha vitengo vya magonjwa ya dharura Tanzania na idara mbalimbali za magonjwa mahututi. Serikali ikaona ya kwamba watumishi wa afya hawana mbinu, lakini na elimu haitoshelezi. Kwa ikatoa rai kwa wadau kwamba tupate msaada wa kujengewa vituo hivi katika sehemu mbalimbali za nchi ikiwemo hospitali yetu.